Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliuliza masahaba zake, akaambia, ala unabbiukum bi akbari al-kaba'ir? Qalu bala ya Rasulullah, je, siwapeni habari kwa makubwa zaidi ya madhambi makubwa? Kuna madhambi madogo na kuna madhambi makubwa, na kuna madhambi makubwa zaidi ya makubwa. Yale makubwa hayo ni makubwa kushinda hayo makubwa. Katika madhambi makubwa ya makubwa, Mtume aliwa masahaba zake, Yesu apate habari kwa abi akbar al-kaba'ir, kwa madhambi makubwa zaidi ya makubwa. Kwa nini ya Rasulullah? Akaambia, alishraku billahi. Jambo la kwanza ni kumshirikisha Mungu, kumwabudu Mungu pamoja na mwingine. La pili akaambia, wa uququl walidaini, na kuwaasi wazazi wawili. Katika madhambi makubwa ya makubwa ni kuwaasi wazazi wawili. Ala wa qawlu zuur, na tatu ni kusema uongo au kutoa ushahidi wa uongo. Kwa hiyo uququl walidain ni katika akbarul kabair, katika madhambi makubwa ya makubwa. Ndio tunaweza Hafidh al-Dhahabi katika kitabu al-Kabair, Ibn Hajar al-Haythami wameeleza kuwa kuasi wazee wawili ni katika akbarul kabair, kama madhambi makubwa ya makubwa. Na mwenye kuasi wazazi wawili haingii peponi. Katika watu ambao wataingia peponi, mmoja ni katika lenye kuasi wazee wawili. Tunasema thalathatu la yadkhuluna aljannata, watu watatu hawaingii peponi. Katika watu watatu hao, mmoja wao ni al-aqu liwalidayhi, mwenye kuasi wazee wawili, wa mudminu khamri, na kudumu katika tembo, walmannan, na mwenye kutoa matusi. Hao ni katika watu hawaingii peponi. Katika watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu hawaangalii siku ya kiyama, tunasema thalathatu la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah, watu watatu Mwenyezi Mungu hawaangalii kwa jicho la rehema siku ya kiyama. Mmoja katika wao ni al-aqul walidayhi, mwenye kuasi wazazi wawili. Ukiasi wazee wawili, basi huingii ndani ya pepo. Na Mtume akasema, laana Allahu man aqa walidayhi, Mungu amemlaani mwenye kuasi wazee wawili. Na wengine sala, laana Allahu man sabba walidayhi, Mwenyezi Mungu amemlaani wale wenye kuwatukana wazazi wawili. Na kuna kuwatukana wazazi wawili ima mubasharatan, ima kuwatukana moja kwa moja, kuwatukana yeye. Wako watoto ambao kuwatukana wazazi wao kwa matusi makali makali, bali sisi tumeona wengine mpaka wanawapiga hasa wazazi wao. Kuna watoto wanatukana wazazi wao mpaka wazazi wao wanawaogopa wao, hasa kina mama waonewa sana. Na kuna wengine wanawapiga kabisa mpaka mama analia kama mtoto mdogo. Ni katika tabia za kuasi. Na kuna wengine hajui mamake wala nini wala babake wala nini, wanawacha wazazi wao na njaa, na kuasi wazee wawili, hawapelekei chakula. Kuna wengine hawajui wazazi watavaa nini wala watalala wapi, shughuli zao watajua wenyewe, na kuasi wazee wawili. Wengine wakiwachukua wazee wao wakiweka ndani ya nyumba zao, wakikaa wajalia wanishirika, kufanya share. Hakuna cha bure bwana. Mimi nitalipa maji, wewe utalipa taa. Ikiwa mimi nitanunua ration na chakula, wewe utakuwa ukinunua viteweo. Hakuna mambo kulemeana, hakuna mambo kukaliana hivi hivi. Hizo katika sampuli za kuasi wazee wawili. Kuna wengine alisoma sana, akaenda sehemu za nje. Katika kusoma kwake, mzazi wake akatamani kwenda kumtembelea. Mtoto akatamani kwenda kumtembelea mzazi wake. Sehemu za uzunguni, akakata tikiti,
Akapanda ndege akaenda mpaka kule, akapiga simu mzazi wake kama ile kuenda kigafla furahi. Akifika yule mtoto airport, akamwambia umekuja kufanya nini? Akamwambia kukutembelea mwanangu. Akamwambia huko ni uzunguni, sio mambo ya Kiafrika, mambo ya kizungu. Huwezi kwenda mahali bila kutoa ripoti mapema. Ni unganisema kama wewe watakuja kunitembelea, nijipange. Lakini madamu umekuja hivyo hivyo, hiyo tikiti uliokuja nayo, eka tarehe ya kurudi, eka booking urudi. Akamweka tikiti, akabidi arudi. Kwa hivyo ni katika kuasi wazee wawili, na Mtume sallallahu alayhi wasallam al-kabair shatmu rajuli walidayhi, katika madhambi makubwa ni mtu kuasi wazazi wake wawili, ni mtu kuwatukana wazazi wake wawili. Wakamba sallallahu walashtumu rajuli walidayhi, mtu aweza kuwatukana wazazi wake wawili? Akaba naam, yasubu aba rajuli fayasubu rajulu abahu, yasubu rajulu umma rajuli fayasubu ummahu. Mtu atamtukana baba ya mtu na yule mtu naye atamtukana baba yake. Mtu atamtukana mama wa mtu na yule mtu naye atakasika atamtukana mama yake. Itakuwa sababu ya kutukanwa yule mzazi ni yeye. Na katika uzuri ni mtu asitukane wazazi wake wawili, wala asilete sababu ya ikawa wale wazazi wawili watukanika kwa sababu yake. Kwa hivyo katika kujizuilia usiasi wazee wawili, usiwatukane, usiwarukie, usiwakaripie, usiwapige, usisongonyeke, usiwakunjie uso, usiangalie kwa istizai, usiwafanye shere, jambo kufanya chakula gani hichi, nyumba gani hini, usiwapuze, wakizungumza na wewe kaa wazungumze, wasikize. Leo pengine za mzazi wake azungumza, lakini ulimwengu wasoma gazeti, angalia TV, angalia simu, achezea. Mzazi wako akikuita uitike na umsikize kwa heshima kabisa. Wala usilete matatizo mbele yao mpaka kaudhika. Usionyeshe kwenye ndugu mateta pale mbele yao, au wewe na familia yako huelewani, wale wazazi huwa kikereka. Utakuwa wewe katika kuasi wazazi wawili. Wala mzazi wako yuko nyumbani, wewe ukakaa nje sana. Ukifika nyumbani umechelewa, mzazi ana dhiki, mzazi ana wasiwasi, mzazi hajui atazungumza na nani, mzazi hajui atatumikiwa na nani. Itakuwa asi wazazi wawili. Wala usimweke mke wako mbele kuliko baba yako na mamako. Itakuwa asi wazazi wawili. Wala usiweke watoto wako mbele kuliko baba yako na mamako. Utakuwa katika kuasi wazazi wawili. Baba na mama wako mbele kuliko watoto wako. Baba na mama wako mbele kuliko mke wako. Hata tukasema katika moja aliyotoka katika pango ni alikuwa akiatanguliza wazazi wake wawili kuliko nafsi yake na watoto wake. Kwa hivyo usiwatangulize mbele ya wazazi wako, au bila hivyo utakuja wewe katika wale ambao walikosa husnul khatima. Katika masahaba kuna mmoja alikosa husnul khatima, wakati wa kufa ambaye piga shahada asema hawezi, ameshindwa kupiga shahada. Paka Mtume akaja kuuliza wewe kitu gani? Akasema mamake haikuwa radhi na yeye. Pesa mwiteni mamake. Akaambia sasa waridhika huyo mtoto, tukusanye kuni tumchome hapa duniani kabla hajachomwa na moto wa akhera, ili tumsaidishie kwa akhera asichomwe. Na akasema la, mtoto wangu sitaki achomwe. Basi msamehe. Mama alipomsamehe, basi mtoto hapo hapo alipiga shahada, sema shahada la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akikuita mama yako uitike haraka. Na tutataja sana mama kuliko baba, sababu daraja mama ni kubwa zaidi kuliko hata ya baba. Ni Sahibu Jurej katika Bani Israili, kwa ni abid an-nasik az-zahid, mwenye kufanya ibada, mchaji Mungu, mwenye kumpa mgongo dunia, amekaa kando nje hema lake afanya ibada. Siku hiyo mama yake akaenda kumtembelea, akayomuita naye yuko ndani ya swala zake za sunna. Mama yake hajui afanya nini, yuko nje ya hema. Mwita Jurej katika nafsi yake azungumza, mama na swala, mama na swala. Niache sala ngamsikize mama au ni swali? Niende swala baada ya swala ngamsikize mama. Akaona yeye kwa swala ni bora,
sababu anazungumza na Mungu, amalize kuswali kisha atamsikiza mama. Akaendelea na swala. Ni mama akamwambia, kama ninavyokuita wanao unisikizi, basi na mimi nakuapiza kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu usimfishe huyu Jureji. Allahumma la tumitu. Usimfishe huyu Jureji hata yandhura ila wujuhi almumisat. Paka ende akazione nyuso za wale wanawake wenye kuzurura, wanawake malaya waenda kawaone. Paka waone uso zake. Angalia sisi tuna jambo dogo tunaona siku zote barabarani sisi. Lakini wakati huo kuona nyuso zao ni adhabu, ni mateso. Mpaka ende kaone nyuso hizo. Basi kwa kisha kinachojulikana kirefu kwa kufupi, akaja watu wakasema Jureji ajiona sana na ibada, mchaji Mungu. Ni nani ataka kuingilia mvunjie ibada zake? Mwanamke mmoja akasikia kuzuri katika ana kuzurura, kama mimi nitakwenda. Sasa tutakulipa pesa. Mwanamke akaenda pako Jureji ili afanye kitu kibaya, Jureji akakataa. Akashamwona ule uso wake. Akaenda yule akapata mchungaji. Akafanya mambo na mchungaji, akashikwa na mimba. Alipoonekana ile mimba, kwa mimba umeipata wapi? Akasema mimba ya Jureji. Jamaa akaenda akampiga Jureji, akamvundiwa kibanda chake, ajifanya shekhe wewe, ajifanya zahidi wewe, shekhe gani wewe? Umefanya nini huyu mwanamke? Akaletwa kesi, mwanamke yuko mbele yake, akasema Jureji, kwa sababu ni kesi na matatizo, aiangalie ile uso ambao kwamba aliwapizwa na mamake. Auona hivi. Alipokuwa namna hiyo, kuna mtoto mdogo Jureji akamwambia, mimi sikufanya hicho kitu. Na kama hamuamini, muulizeni huyu mtoto. Mchanga, mdogo, hajaweza kuzungumza. Mwambieni huyu mtoto, muulizeni, hii mimba huyu mwanamke ameipata kutoka kwa nani? Mwenyezi Mungu akamtamsha yule mtoto. Katika mtoto aliyotamka Nabii Allah Isa, na yule wakati wa Firauni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu wakakutoa na sufuria ya moto, na huyu Jureji akamwambia hii ni mimba. Mtoto akamwambia hii ni mimba ni mchungaji fulani, si Jureji. Hii mchungaji fulani ndio hii mimba. Mama mbona msikiza Jureji kwa sababu fulani amenilipa. Tuta kama msamaha Jureji, tutakutengeneza banda lingine la dhahabu. Sio utakufanya sawa na banda langu lile lile. Akamwambia adhabu hiyo nilipata kwa sababu gani? Kwa sababu Jureji aliitwa na mamake, hakwenda kumsikiza mamake. Ukule hakwenda kumsikiza mamake, basi akapata adhabu kama hiyo. Kwa hivyo hizo ni adhabu za watu ambao kwamba watazipata kwa kuasi wazazi wawili. Na kuna mwingine alikuwa akimwangalia mama yake akikaa na mke wake, pamoja na mke wake. Mwanamke akamja mzito, akazaa mimba, akapata mtoto. Alipopata mtoto, akasasa mwambie yule mama, wewe uko hapa nyumbani, huna kazi, haina haja kufanya kazi, wewe ndio utakufanya kazi wetu, utamlelea huyo mtoto na utambeba huyo mtoto. Kwa yule mama ndio kaanza kumbeba mtoto, wakitoka yule mke habebi kitu, mama kimume ndio beba yule mtoto. Mpaka siku hiyo yule mume akamchukua mke wake na mamake, wakaenda kwenye duka la kuuza dhahabu. Yule mke akatagua hizo atakazo, atakamkufu, nataka hichi. Ikafika 100,000. Kama riali za Saudi huko. Ikafika pesa nyingi. Na yule mama naye akatamani peti. Kwa siku zaidi za furaha akachukua peti. Sikipigwa hesabu akaona imezidi 10,000, 5,000 hivi zimezidi. Akamwambia kuuza dhahabu hili, mbona imezidi hesabu? Kama mamako amechukua peti. Kama mamako amechukua peti. Nani anambia achukue pete? Mama na pete ni wapi? Na dhahabu mtu mzima kama huyu vazi pete. Rudisha pete hiyo. Ungechukua hiyo pete. Ni mama akalia. Akatoka na matosi. Mwenye duka akamwambia huyu nani wako? Akamwambia nani mama? Akamwambia mama yako hivi. Unaona haya. Akabasi mama chukua wewe hii ni pete. Kina wazazi wana hela akamwambia sekretari hiyo pete sina haja nayo. Mpe mke wako. Si mke wako ni bora? Mpe yeye. Yule mke akamwambia mume wake, mamako ametaka pete, umkatalia. Na umuone huyu mama ndio kulelea vijana. Kwa kijana kulelea yeye, kubebea yeye, wewe utaweza kazini. Akikasirika kituachia akahatakitana kumlelea mtoto. Sio tutapata tabu. Mpe pete atusaidia kulea huyu. Na akamchukulia sasa kama nani? Ni kama yaya atakulelea. Ndio Mtume akasema dua 3, 3 da'awatun mustajabatu.
Dua 3 zajibishwa moja kwa moja, la shaka fihinna, hazina shaka. Dua hizo dawa ya msafiri, dawa musafir, na dua ya mgonjwa. Ni dawa musafir, ni dawa saim, na nyingine kama dawa walidi ala waladihi, dua ya mzazi juu ya mtoto wake. Mzazi akikuombea ushafaulu, na mzazi akikuapiza ushaharibikiwa. Kwa hivyo tahadhari na kuasi wazee wawili. Na kuasi ni sampuli nyingi sana, ukiwaudhi, nasema ukiwatukana, ukiwapiga, ukitotekeleza haki zao, ukawapi chakula, wapa chakula si kizuri, wapi chakula cha nguvu, watibu, uangalie madawa, wanaumia na ugonjwa, yote wewe utahesabika wewe ni asi, wewe ni aq, wewe ni mwenye kuwakosea wazazi wawili. Ukiwaliza kwa jambo kama kalia, wewe ni asi, ni asi. Mfaibidi wafreshi. Ukiwatia dhiki ndani ya roho zako, wewe ni asi. Ukiwapandisha mpaka shika na magonjwa, pressure au sukari, au wakafa kwa ghafla kwa mshtuko wa moyo, basi wewe ni asi. Ukiwaacha ni wachafu, ukawawe kuogeshi, nguo wanavaa nguo matambara, nguo chafu chafu, habadilishi, wewe utaitwa ni asi. Ukifadhilisha ukaika mbele mke wako au watoto wako mbele ya wazazi wako, wewe pia utakuwa unaitwa ni nani? Ni asi. Wewe umeasi. Kwa hivyo tahadhari na kuasi wazee wawili. Kuasi wazee wawili utapata adhabu iliyokuwa kubwa, na utapata mateso iliyokuwa kubwa. Na watu katika kuangalia wazee wawili, watu wamegawanyika mara nyingi. Kuna wale wenye kuwatolea maneno, kuna wale wenye kuwatukana, kuna wale wenye kuwakodolea mato, kuna wale wenye kuwarukia, kuna wale kuachana njaa, wote katika kuasi. Katika watoto juu ya wazazi wao wako mara 5, sampuli 5 watoto. Kuna mtoto aitwa ni al-aqu, ni walidayhi, huyo ameasi tu moja kwa moja. Na kuna mwingine ambaye ni asim, al-aqu ni asim, ni asim, anapata madhambi tu. Na kuna mwingine ni ghairu asim, hapati madhambi lakini la yujaru, hapati thawabu. Huyo ni mtoto wa sampuli ya pili. Sampuli ya 3 ni yule mtoto ambaye kwamba yafalu ma yu'mar, kufanya kile kilichoamrishwa na mzazi wake, lakini kufanya kwake atatoa matusi, atamuudhi, atamuinulia sauti. Huyu ni mtu ambaye kwamba muzar au mauzur. Mazur ni mtu kupata madhambi, sababu wizr. Hawa 3 hupata madhambi. Mtu wa kwanza ni al-aq, akitumwa hatumiki. Yeye hata kujua mzee wana nini, hata kujua wavaa nini. Huyu ni al-aq moja kwa moja. Na kuna mwingine atampa chakula, atamsikiza, atamtumikia, atamfanyia mahitaji yake, lakini huku yachukia, hafanyi kwa roho safi, ni mukrah, alazimishwa. Kule kutenda wema kwake ni kama alazimishwa, si kwa khiari. Huyu ni ghairu maajur, hapati thawabu. Amefanya, ameyatumikia, lakini hana thawabu, sababu roho yake ilikuwa hafanyi kwa tibu nafsi. Roho yake iko sawa, hafanya nafsi yake haitaki. Mtu wa 3 ni yule ambaye kwamba atapata madhambi, ametumika lakini atapata madhambi. Ni yule ambaye kwamba akiwapa wapa matusi. Nyinyi mna watoto wangapi? Nani awaangalia nyinyi? Siangalia mimi tu. Mmezidi sasa. Mkibebwa mbebeki nyinyi. Mmenichokesha. Mmefanya mangapi hamyaoni? Sasa yule atapata madhambi, kwa sababu amewafanyia, lakini huku ana matusi. Amewafanyia huku audhika na kuwatukana. Huyo mtu wa sampuli ya 3 ana madhambi. Kuna ule hatumiki, ana madhambi, na kuna ule hatumika lakini hatoi matusi, lakini roho yake haiko radhi, anapata madhambi. Na kuna huyu wa 3 ambaye ni muovu, watumika lakini huku atoa matusi, audhi, akera,
atukana, ainua sauti, huyu pia naye atapata madhambi na hana malipo za kuwatenda zema wazazi wake wawili. Hawa watatu. Kuna wawili ndio wenye kupata thawabu na watalipwa. Ni yule akiamrishwa jambo na mzazi wake, au akikatazwa, au akitumwa kufanya kwa tibi nafsi yake asikia raha, kupata nafasi ya kuwatumikia wazazi wake, nafasi yake apenda. Sasa wale watapata thawabu. Na ndio wakati mmoja tulikwenda kesi kwa kadhi mwenyewe akashangaa. Ndugu watatu walishtakiana kwa kadhi. Wanashtakiana kwa kadhi akasikiza, akamwambia kesi iko wapi? Akamwambia kesi, huyu mama mmetusote sisi. Lakini kwa nini huyu mkubwa ajifanyeni mkubwa atakamtumikia mama yeye peke yake, kwani sisi si watoto wake? Sisi pia tunafaa kumtumikia. Hili khidma igawanywe. Tumtumikie sote, kama vitu tugharamike sote. Hakumzaa peke yake. Kadhi mwenyewe akashangaa, kwa sababu sijapata kesi namna hii. Kesi tunakuja hapa ni kwa nini mimi namwangalia mama peke yangu, wengine hawamwangalii? Kwa nini namwangalia mimi baba peke yangu, wengine nampuza? Hizo ndio kesi zinazokuja hapa. Lakini kesi ya watu washindana kumfanyia wema mzazi wao, hii ni kesi mpya kwetu. Kwa hivyo huyo mwenye kufanya namna hiyo, kumtumikia mzazi na roho yake kwa safi na yuona raha bila kuudhika na kwa furaha, yule anapata malipo na anapata thawabu. Wa hum qalil, na hao wachache. Wengi wanafanya na huku shingo upande, situsema wana kitu hao. Na wengine wanafanya wanatenda wema lakini kwa matusi na maneno, hao pia hawana kitu. Na kuna wengine hawafanyi lolote tu moja kwa moja. Watano ni yule mtu ambaye kwamba afanyia wema wazazi wao kabla hata hajaambiwa, hata hajatumwa. Yeye mwenyewe tu kitu gani kitawafurahisha wafanyia, kitu gani anachokipenda atawaletea, wapenda nini, wataka nini, wataka kwenda wapi, kabla hajaambiwa yeye ashatumika, yeye ashafanya. Sababu hata wazazi hana nafasi ya kumwagizia kitu. Huyo ndio mtu wa kwanza, na huyo ndio yuko mbele kabisa. Huyo ndio albarul almuwaffaq. Albarul muwaffaq, huyo ameafikiwa na Mungu, amebahatika. Mungu amempiga tochi ya kuwa aende mbio, na aende mbio kabla hata hajaambiwa na hata kabla hajatumwa. Na hum nadiruna, na hao ni nadira, ni mmoja katika 100. Si rahisi kupatikana watu kama hao. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi sote ni wenye kuwatenda zema na kuwatenda wema wazazi wetu, ili tufaidike hapa duniani na akhira. Kwa sababu ukiwalani wazee wa Mwenyezi Mungu, laana itakushukia wewe. Ukiwatukanisha wazazi wawili, ukiwatukana, basi